Bwana Tancho, unafahamu kwamba kiongozi anazaliwa au anatengenezwa? Mimi naona viongozi anatoka pande zote. Ukimaanisha nini yani kusema pande zote? Kuna kiongozi ambaye tukizungumzia kwanza kuzaliwa, si ndio? Kuzaliwa ni mtu ambaye mtu amezaliwa na nature, yani na kitu fulani ile kwamba anapower kufanya uongozi. Na kutengenezwa ndo shule mtu anaenda kupitia shule na mambo mengine kuzaliwa. Ndio. Okay, sawa. Na unakumbuka pia kiongozi mzuri anatengenezwa na mazingira aliyokulia nayo. Mfano kama tuseme kwa hawa ambao tunasema kwamba ni viongozi wetu wakubwa, kuna mazingira ambayo washapitia mpaka kuna watu wakasema kweli hawa ni viongozi. Umeona? Na ambapo hadi yeye anapewa ile nafasi yanaonekana kwamba ana deserve. Umeona? Kwa sababu kuna mambo makubwa ambayo ashai kuyafanya au kwa muonekano. Ndio maana hapo sasa ndio jambo jingine linaingia. Pia kiongozi pia muonekano unachangia kwa asilimia kadhaa katika uongozi wake. Mfano Bwana Tancho, kuna muda hujai kuona kwamba mtu anakudefine, akikuona tu kiatu anajua kwamba wewe you are very poor kwa sababu ya kiatu ulichokivaa, the way kinaapia. So ndio hiyo issue ya appearance. Appearance ndio inakudefine. So kwa kiongozi appearance yake, umeona? Kwanza wale watu ambao uko nao amezungukwa nao na vitu alivyovifanya, hiyo tunasema ni overview appearance. Umeona kabisa. Kwa baada ya hiyo overview appearance sasa tunaangalia sasa, je, yeye ni mtu ambaye amefanya vitu hivi na vitu hivi ambavyo kwenye sheria vinakubalika ili aweze kuongoza. Kwa hapo ndo tunarudi kwamba ndio. Naomba nikuulize swali kidogo na niongezee mada kidogo. Sawa. Wewe unapojiona unaweza kuwa kiongozi? Actual kiongozi deserve sifa za kuwa kiongozi. Sijasemea na rais, nasemea tu kwa uhalisia. Una deserve. Ndio. Sifa ipi ambayo unaweza kusema kwamba una deserve kwa kiongozi? Cha kwanza, sifa ya kwanza ni kujikubali kwanza. Unajua kiongozi kwanza unatakiwa kujikubali. Hii inakusaidia ili usiwe chini ya mtu. Ukiwa unajikubali wewe kama wewe, ndio inakusaidia usiwe chini ya mtu, kwa sababu kuna ile tunasema ukiwa usipojikubali unakuwa unakosa confidence. Kwa hiyo unaweza kukutana na watu